asante kwa ajili ya neema yako. Baba, asante kwa ajili ya pendo lako. Baba, asante kwa ajili ya nguvu zako. Baba, asante kwa ajili ya fundisho. Baba, asante kwa ajili ya matengenezo. Wewe ni Mungu ambaye Bwana umetupenda upeo. Umetuita katika neema yako, si kwa sababu ya matendo ya Bwana, bali kwa sababu ya kazi ya msalaba. Ili kupendeza kutuita, ili kupendeza kutuzaa mara ya pili, ili kupendeza kutufanya wako. Nasi Mungu tumekusanyika mbele zako. Tunakuabudu wewe uliye Mungu wa kweli. Tunakuabudu wewe uliye Mungu wa kweli. Ambaye Bwana neema yako imefunuliwa kwetu Bwana. Hatunyenyekei chini ya kitu kingine tena, bali neema yako, bali uwezo wako, bali nguvu zako. Baba, asante kwa kuwa uko pamoja nasi mahali hapa Bwana, na ulisema ya kwamba nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea. Asante Bwana kwa maana uko hapa, unatembea katikati yetu Bwana, kwa nguvu zako, kwa neno lako Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya ama Mungu tuliyasubiri, tuliyangoja, tuliyaombea, na tunaamini ya kwamba Bwana uko tayari kutusaidia, uko tayari kutusaidia, uko tayari kutuwezesha kwa neema yako Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu tutakuwa nikiachiliwa mahali hapa Bwana. Tunapokea, tunaamini Bwana, tunashiriki katika kila jambo ambalo Roho anatufunulia. Thank you Lord. Zele de brushka branta radika. Nifundishe, 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 niwe kama upendavyo Yesu. Nifundishe, oh Baba, nifundishe, niwe kama upendavyo Baba. Nifundishe, 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 niwe kama upendavyo. Nifundishe, 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 niwe kama upendavyo. Nifundishe, 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 niwe kama upendavyo Bwana. Oh Bwana, nifundishe, nifundishe, niwe kama upendavyo. Oh Baba, nifundishe, oh Baba, nifundishe, nifundishe, niwe kama upendavyo. Nifinyange, 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 niwe kama upendavyo Baba. Nifinyange, 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 niwe kama upendavyo Baba. Asante katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako kubwa na ya ajabu mno. Asante kwa ajili ya fadhili zako nyingi, kwa ajili ya kambi la Pasaka. Baba, asante kwa sababu fahamu zetu zimefunguliwa. Tunakujua wewe. Kada brusha la pro engradia supraha. Zenos parido engradia suprahado elibranto jala igrahazo brahanta. Enazo ila gubrahazo bre ija nazo bre tolita krados para. My God, thank you Father. Lero sata, heli na masata, tutakuwa wajinga katika mambo yote, lakini sio katika kujua wewe. Katika jina la Yesu, asante kwa sababu ufahamu wako umekuwa wazi katika Kristo, na sisi tunakujua. Katika jina la Yesu, tunatembea katika ufahamu, tunatembea katika maarifa, tunatembea katika elimu sahihi katika jina la Yesu.
Baba, ninakushukuru, macho ya mioyo yetu yametiwa nuru, tunalijua tumaini la mwito wetu jinsi lilivyo. Asante kwa njia ya hekima iletayo ufunuo ambao Bwana umeiachilia kwetu. Tunakujua wewe katika jina la Yesu, tunakujua wewe, tunakujua wewe katika jina la Yesu. Baba, asante katika jina la Yesu. Asante kwa sababu maandishi ya Biblia yapo wazi kwetu katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wow, nimefurahi kuwepo mahali hapa. Tunaweza tukakaa katika jina la Yesu. Jina langu ni Mchungaji Robert Mwaisaka na natoka kanisa linaitwa Grace and Truth, na kwa sasa huduma yetu iko pale Bujubi. Amen. Huduma yetu iko pale Bujubi. Tulianza kanisa Mbweni, Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya ile kanisa kufika mahali fulani, tumeenda kuanza sehemu nyingine ambayo ni Bunju. Kwa hiyo Mbweni yupo Pastor Shadrack na mimi niko Bunju. Amen. Hallelujah. Amen. Nimefurahi sana kuwepo mahali hapa na kuweza kushirikiana pamoja nanyi katika kile ambacho Kristo amekusudia kwa ajili yetu kwenye kambi hii. Amen. Na nimefika hapa nimeongozana na mke wangu anaitwa Happiness. Wow. Lakini pia nimeongozana na mtenda kazi pamoja nani katika Kristo anaitwa Jason. Tafadhali naomba wapungie mkono. Nitoa shukrani kwako Pastor kwa kuona kwamba tunaweza tukawa na kitu ambacho tukashare na watu wa Mungu mahali hapa. Kwetu sisi ni heshima kubwa na tunanyenyekea kabisa na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Amen. Nashukuru sana Pastor. Pastor Emmanuel ni kiongozi wangu ya chuo kikuu. Kwa hiyo nimefanya naye huduma na tumekuwa na wakati mzuri sana wa huduma wakati huo ambapo tunazungumza zaidi ya miaka 10 iliyopita. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba anaendelea kutuimarisha na anaendelea kuimarisha kazi yake mahali hapa. Hallelujah. Amen. Na maombi yangu kwako na maombi yangu kwa Mungu kuhusu mimi mwenyewe ni kwamba kila ambacho Mungu amekikusudia katika siku hizi zote za kambi la Pasaka, basi tuweze kukipokea. Hallelujah. Tuweze kukipokea. Mungu anaachilia vitu vingi sana katika makusanyiko kama haya, na tusiyachukulie kama ni makusanyiko ya kawaida. Amen. Tarajia kupokea. Tarajia kuona Mungu anakuhudumia. Tarajia kuona Mungu anabadilisha maisha yako katika siku hizi za kambi la Pasaka. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe kwa ajili ya neno. Tutakuwa na muda wa kuweza kujifunza maandishi ya Biblia na kuweza kuona kile ambacho Mungu amekifunua kwa ajili yetu katika maandishi ya Biblia. Kwa hiyo naomba uchukue Biblia yako, kalamu na daftari lako, tuweze kuingia kazini. Amen. Hallelujah. Kichwa cha somo ambalo nitakuwa ninashirikisha mahali hapa kinakwenda kwa kichwa kinachosema mtu mpya katika Kristo. Mtu mpya katika Kristo. Mtu mpya katika Kristo. Na utafungua na mimi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17.
Haleluya. Kama umefika, niambie umefika. Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Mtu mpya katika Kristo. Tuweze kujua mtu mpya katika Kristo ni nani na kwa nini aitwe mpya. Tutakuwa tunajibu maswali ya aina hiyo, kwamba mtu mpya katika Kristo ni nani na kwa nini anaitwa mpya. Huo upya upo katika eneo gani na ni kitu gani kinamfanya huyu mtu aitwe mpya? Wakorintho wa pili 5:17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huu mstari unaonyesha kauli ya uhakika na sio dhahania. Hii ni kauli ya uhakika kwamba mtu aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Na kwa nini sio dhahania? Ni kwa sababu inamwelezea mtu mpya katika Kristo. Inamwelezea mtu mpya katika Kristo. Angalia mstari wa 16 ambao ni mstari mmoja kabla ya huo. Anasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa hiyo kabla ya mstari huo ndio anakuja kuelezea mstari wa 17 kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Mstari wa 16 anasema hatumtambui, hatumjui awaye yote kwa jinsi ya mwili. Maana yake kuto kumjua mtu kwa jinsi ya mwili ndio kunakotupelekea badala yake kumjua mtu katika Kristo. Maana yake Kristo anatufanya tuhamishe ufahamu wetu kutoka kumtazama mtu katika mwili, tunaenda kumtazama katika Kristo. Na huu msamiati hatumjui una maana ya kutomtambua. Tangu sasa hatumtambui mtu yote katika mwili. Ina maana ya kutomwelewa. Maana yake sasa, kwa ufahamu wa ndani ya Kristo unatufanya tusichague kumwelewa mtu huyu aliye ndani ya Kristo kwa jinsi ya mwili. Amen. Kwa jinsi ya mwili. Kwa nini anasema kwa kuwa ni kiumbe kipya? Kwa kuwa ni kiumbe kipya. Lakini pia hili neno lina maana pia ya kutomzingatia. Kutomzingatia. Hatumzingatii mtu huyu kwa jinsi ya hatumzingatii mtu huyu kwa jinsi ya mwili. Na huu msamiati unazungumzia uelewa. Unazungumzia ufahamu wetu juu ya mtu aliye ndani ya Kristo. Na ufahamu wetu juu ya mtu aliye ndani ya Kristo sio ufahamu tu juu ya mtu mwingine aliye ndani ya Kristo, lakini ni ufahamu juu yetu sisi pia. Amen. Kwa sababu tupo katika Kristo. Haleluya. Wangapi wapo katika Kristo? Yes. Kwa kuwa upo katika Kristo, ufahamu wetu juu ya mtu aliye ndani ya Kristo ni ufahamu wetu juu yetu sisi wenyewe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo maana mstari wa 17 anaposema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huu mstari unatuonyesha kwamba uelewa na ufahamu wetu juu ya mwamini utakuwa katika Kristo. Kama unaandika, andika hiyo, kwamba uelewa wetu na ufahamu wetu juu ya mwamini utakuwa katika Kristo. Utakuwa katika Kristo. Maana yake nje ya Kristo huwezi kumfahamu mwamini. Nje ya Kristo huwezi kuwa na ufahamu
wa mwamini. Huwezi kuwa na ufahamu wa mwamini. Na anapotumia neno kiumbe kipya, new creation, kiumbe kipya katika mstari wa 17, huu mstari unazungumza mambo mawili. Hili neno kiumbe kipya linazungumza mambo mawili ambayo ni msamiati wa Kiunani kainos. Haya maneno ya Kiunani, Kiebrania nitayatumia, lakini yasikusumbue. Amen. Mtakuwa na amani na hayo? Sio? Yasiwasumbue. Ninachokitaka uweze kupata uelewa wa kile ambacho nakifafanua. Sawa? Kwa hiyo nikitumia neno kainos lisikusumbue. Lakini ninachokifafanua kwa Kiswahili kutoka kwenye ile neno husika, nataka hicho kikae katika ufahamu wako. Sawa, una amani na hilo? Amen. Sawa. Sasa kiumbe kipya linapotafsiriwa linatafsiriwa katika namna mbili. Namna ya kwanza ni namna ya umbo. Katika tafsiri ya umbo inazungumzia iliyoundwa sasa. Kiumbe kipya ni ile iliyoundwa sasa, lakini pia inazungumzia ile ambayo haijatumika. Iliyoundwa sasa, haijatumika. Lakini pia anapoizungumzia katika mfano wa nguo, anaifananisha na nguo ambayo haijavaliwa. Mtu yeyote akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake katika tafsiri ya umbo, maana yake huyo mtu ndiyo ameumbwa sasa. Ina maana pia huyu mtu hajawahi kutumika. Ina maana pia kama ni nguo haijawahi valiwa, mpya. Lakini pia tafsiri ya pili ni katika tafsiri ya kitu. Katika tafsiri ya kitu inazungumzia aina mpya. Kiumbe kipya ni aina mpya ya kiumbe ambacho hakijawahi kuwepo duniani hata siku moja. Mtu mpya katika Kristo. Lakini pia inazungumza kuhusu isiyo na kifani. Maana yake huyu mtu mpya huwezi kumfananisha na yeyote au chochote, isiyo na kifani. Lakini anapozungumza kwamba isiyo na kifani, ana maana ya kwamba haijawahi kufanyika au kusikika kabla. Haijawahi kufanyika au kusikika kabla. Mtu mpya katika Kristo hajawahi kuwepo duniani. Naelewa vizuri? Hajawahi kuwepo duniani. Anapokuwa ndani ya Kristo ndio kwa mara ya kwanza tunamwona duniani. Ndio maana mstari wa 16 anasema hatumtambui mtu yoyote kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu katika Kristo hatutazungumza kwa jinsi ya mwili, bali tutazungumza kwa kile Kristo alichokifanya, ambacho kimemfanya huyu mtu awe ndani ya Kristo. Huyu ni mtu mpya. Kama hujaokoka bado, naamini katika kambi hii utaokoka. Na unapookoka kwetu sisi, wewe utakuwa mtu mpya. Haujawahi kuwepo. Mtu mpya katika Kristo. Sasa anasema kiumbe kipya. Hii neno kipya maana yake linaelezea hiki kiumbe, kwamba hiki kiumbe hakijawahi kuwepo. Kwa hiyo huu msamiati kiumbe kipya au kainos utakuwa ni msamiati unaotumika kuelezea kitu ambacho hakijawahi kuwepo wala kusikika, kitu kipya kabisa. Na tunapomtazama mtu katika Kristo, ni lazima tufahamu kwamba
mtu katika Kristo hana historia, kwa sababu ni mpya. Kwa hiyo mtu mpya huwezi ukawa na historia yake, kwa sababu hajawahi kuwepo. Kwa hiyo mtu mpya katika Kristo hana historia wala hafahamiki isipokuwa katika Kristo. Hana historia wala hafahamiki isipokuwa katika Kristo. Historia na ufahamu kumhusu upo katika Kristo. Hakuna namna ya kumjua huyu mtu isipokuwa katika Kristo. Kwa nini? Kinachofanya hiki kiumbe kiwe kipya ni Kristo. Hicho ndicho kinachofanya hiki kiumbe kiwe kipya, kwa sababu huyu mtu sura yake, umbo lake, rangi yake ni ile, haijabadilika, lakini tunamwita kiumbe kipya. Kwa nini kiumbe kipya? Kwa sababu anayemfanya huyu mtu awe mpya ni nani? Ni Kristo. Anayemfanya huyu mtu awe mpya ni Kristo. Ni Kristo. Na ninaposema kwamba hana historia, ni lazima ujue kwamba muda wowote unaojaribu kumtafsiri mwamini nje ya Kristo unaingia kwenye makosa. Jaribio lolote la kumtafsiri mwamini nje ya Kristo litakuingiza katika makosa. Ndio maana kuna watu wameingia katika makosa kwamba mwamini ana kitu kinaitwa laana za ukoo. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kumtafsiri kwa jinsi ya. Kuna watu wameingia kwenye makosa na kusema mwamini ana adhabu ya dhambi inayomfuata kwa sababu yake alifanya dhambi fulani. Kwa nini? Tunajaribu kumtafsiri mwamini nje ya Kristo, na ukimtafsiri mwamini nje ya Kristo unaingia kwenye makosa. Ukimtafsiri mwamini nje ya Kristo utamkuta mwamini ana laana, utamkuta mwamini ana magonjwa ya kurithi, utamkuta mwamini ana vitu vyote vya aina hiyo ambavyo katika Kristo havipo. Ndio maana ufahamu wetu katika Kristo utatutoa katika kujitazama kwa kutazama historia ya wazazi wetu, kwa kutazama historia ya maisha yetu kabla hatujamwamini Kristo. Itatutoa huko. Kwa nini? Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Glory to God. Hallelujah. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nataka nisome mstari katika tafsiri ya TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Utaisikiliza hata kama uko nayo hapo, utaisikiliza. Nataka uweze kupata urahisi katika kuelewa ninachokimaanisha. Hii tafsiri inasema mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya kabisa. Imeweka neno kabisa. Mambo ya zamani yanakoma na ghafla kila kitu kinakuwa kipya. Mambo ya zamani yanakoma na ghafla kila kitu kinakuwa kipya. Tafsiri katika hiyo. Tafsiri ya Biblia Habari Njema inasema mtu yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, hali mpya imefika. Haleluya. Hali mpya imefika. Kwa nini? Katika Kristo ni ukomo wa historia yako katika mwili. Katika Kristo ni ukomo wa chochote ambacho ulikijua kuhusu wewe katika mwili. Ndio maana unapomwamini Kristo kwa mara ya kwanza tunakuingiza darasani. Kwa nini tunakuingiza darasani? Ufahamu wako ubadilishwe. Umjue Yesu, ujue alichokifanya. Ukijua alichokifanya, utaanza kujitazama na kuenenda namna ile ambavyo Kristo alichokifanya kwako inamaanisha. Amen. Hallelujah. Kwa sababu gani? Hali mpya imefika. Hii Biblia ya Kiswahili ya Kongo inasema basi mtu yoyote anapoungana na Kristo yeye anakuwa kiumbe kipya. Mambo ya zamani yametoweka na sasa hali mpya imefika. Mambo ya zamani yametoweka.
yametoweka na sasa hali mpya ime. Bali unahitaji ukombozi kwa sababu unajitazama nje ya Kristo. Mtu anahitaji ukombozi kutoka kwenye laana za ukoo, laana za mababu, ni kwa sababu anajitazama nje ya Kristo. Anatafuta tafsiri yake mahali ambapo ameshahama. Kitabu cha Wakolosai 1:12 anasema, naye alituhamisha kutoka katika nguvu za giza, alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa. Maana yake mtu aliyehama anataka kujitazama na kujitafsiri kwa kutumia mahali ambapo alikuwa anaishi kabla, na uwezo kupata tafsiri sahihi. Uwezo kupata tafsiri sahihi. Tafsiri yetu itakuwa katika Kristo. Haleluya. Haleluya. Nini maana ya neno Kristo? Kristo. Kristo. Na siku nzima hii ya leo tutakuwa tunajadili kuhusu Kristo. Kwa tarajia hilo kwamba siku nzima hii ya leo mpaka jioni tutajadili kuhusu Kristo. Na ukitoka hapo utakuwa na ufahamu kuhusu Kristo ni nani. Kristo ni nani? Anaposema ndani ya Kristo ina maana gani? Ina maana gani? Neno Kristo ni tafsiri ya moja kwa moja kutoka kwenye msamiati wa Agano la Kale, Masihi. Umeuona msamiati? Umeusikia msamiati Masihi? Mesia? Yes. Neno Kristo ni tafsiri ya moja kwa moja ya msamiati Masihi. Maana yake neno Masihi na Kristo yana maana moja, isipokuwa mwingine. Huu msamiati mmoja unatumika katika maandishi ya Agano la Kale, msamiati mwingine unatumika katika maandishi ya Agano Jipya. Amen. Na hili neno Masihi lina maana ya mpako wa mafuta au aliyepakwa mafuta au aliyetiwa mafuta. Neno Masihi ni mpako wa mafuta au aliyetiwa mafuta. Huyu ni Masihi wa Bwana. Maana yake huyu ni mpako wa mafuta wa Bwana. Na katika maandishi ya Agano la Kale, kwa nini? Kwa sababu utangulizi wa huu msamiati unapatikana katika maandishi ya Agano la Kale. Huu msamiati Masihi, yani mpako wa mafuta, ulikuwa unawasilisha watu wanaopakwa mafuta. Watu wanaopakwa mafuta. Katika Agano la Kale kuna makundi matatu ya watu walikuwa wanapakwa mafuta. Makundi matatu. Kundi la kwanza alikuwa ni mfalme wa Israeli. Huyo ndio mpako wa mafuta. Unapozungumza kuhusu mpako wa mafuta katika jamii ya Kiyahudi hii, walikuwa wanamtazama mfalme wa Israeli. Huyu ndio Masihi wa Bwana. Lakini pia kuhani mkuu wa Israeli alikuwa ni Masihi wa Bwana. Maana yake mpako wa mafuta. Na mara chache nabii. Mara chache nani? Nabii. Na mtatazama hivi vyote. Kwa nini wafalme walikuwa wanapakwa mafuta? Kwa nini makuhani walikuwa wanapakwa mafuta? Hawa watu walipakwa mafuta kwa lengo la kuwatenga kwa ajili ya kazi maalum iliyowahusu. Kwa nini walipakwa mafuta? Kupakwa mafuta ilikuwa ni ishara ya kwamba wametengwa kwa ajili ya kazi maalum iliyowahusu. Kupaka mafuta ilikuwa ina maana ya kumtenga mtu au kumweka wakfu kwa ajili ya kazi maalum, ili atumike kama mfalme, atumike kama kuhani mkuu, au atumike kama nabii. Pakwa mafuta. Masihi na Kristo. Huyu mtu aliyepakwa mafuta au kutiwa mafuta ni lazima awe anaenda kusimama kwenye ofisi hizi tatu nilizoziorodhesha: ofisi ya mfalme wa Israeli, kuhani mkuu, na mara chache ofisi ya nabii. Na kwa mara ya kwanza tunaona huu msamiati kutiwa mafuta
unatumika katika Mambo ya Walawi 4:3. Twende hapo. Mambo ya Walawi 4:3. Mambo ya Walawi 4:3. Mambo ya Walawi 4:3. Mambo ya Walawi sura 4 mstari wa 3. Anasema, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Anazungumza kuhusu kuhani aliyetiwa mafuta. Mstari wa 4 anasema, naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Anazungumza kuhusu kuhani aliyetiwa mafuta. Angalia mstari wa 16 wa Mambo ya Walawi 4. Anasema, kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana, kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa katika damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Kuhani aliyetiwa mafuta. Hili neno aliyetiwa mafuta ni neno Masihi, ni neno hilo hilo Kristo. Amen. Masihi na Kristo. Maanake tutaona hii kazi anaifanya kuhani ndiyo kazi anayotarajia Kristo aifanye. Mambo ya Walawi 6:22. 6:22. Kwa nini? Kwa sababu wanatiwa mafuta kwa ajili ya kazi maalum. Kazi maalum. Mambo ya Walawi 6:22. Anasema, na huyo kuhani aliyetiwa mafuta badala yake katika hao wanawe ataisongeza, itateketezwa kabisa kwa Bwana kwa ajili ya amri ya milele. Anazungumza pia kuhusu aliyetiwa mafuta. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa anamzungumzia kuhani aliyetiwa mafuta. Kuhani aliyetiwa mafuta kazi yake ilikuwa kufanya upatanisho kati ya wana wa Israeli na Mungu. Kazi ya kuhani aliyetiwa mafuta ilikuwa ni kufanya upatanisho. Kwa hiyo kwa urahisi tutasema kazi ya Masihi ambaye ni kuhani katika Agano la Kale itakuwa ni kufanya upatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Kati ya Mungu na wanadamu. Lakini pia kazi yake nyingine ilikuwa ni kutoa sadaka za dhambi kwa niaba ya wana wa Israeli. Hizi kazi zinapaswa zikae katika ufahamu wao. Kazi ya kuhani aliyetiwa mafuta, moja ilikuwa kufanya upatanisho, mbili ilikuwa ni kutoa sadaka ya dhambi. Ilikuwa kutoa sadaka ya dhambi. Na